Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi. Tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Serikali inakusudia kubadilisha mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kutoka kwa vituo vya utawala na kuwa vitovu vya kiuchumi ili kuongeza kasi ya maendeleo kwa wananchi na kulinua taifa kiuchumi. Rose Chapewa anatueleza. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amefungua rasmi uendeshaji wa majukwaa ya kitaifa ya Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050, jukwaa ambalo limefunguliwa katika mkoa wa Songwe, na kwamba dhamira ya serikali ni kuwa na mikoa yenye uzalishaji mkubwa wa kiuchumi. Hali ya uwekezaji ikoje? Hali ya biashara ikoje? Wamefikia wapi katika utekelezaji wa mipango ya kiuchumi? Hali ya maskini imepungua kiasi gani? Tunataka tubadilishe mikoa yetu kutoka vituo vya utawala kwenda kuwa vitovu vya kiuchumi. Tuna mpango wa kuanzisha umeme ambao utakuwa ni umeme mkubwa sana kwa wilaya ya Ileje katika maporomoko ya kijiji cha Bwenda. Tunaamini mpango utakapokamilika utakuwa umeinua fursa za kiuchumi kwa wilaya ya Ileje. Katika jukwaa hili ambalo limeandaliwa na uongozi wa mkoa wa Songwe na kutumika kuwa ndio jukwaa rasmi la ufunguzi, limehudhuriwa na sekta za umma na binafsi pamoja na wadau mbalimbali. Sekta binafsi zimeomba kupewa ushirikiano ili kufikia malengo. Sisi watu wa private sector tunakwenda kutekeleza dira 2050 kwa 70%. Tunaombeni ushirikiano wenu, kwa sababu bila kupata ushirikiano wenu hatuwezi kutekeleza 50% ya dira. Kwa maana hiyo, mimi nashauri serikali iendelee kuitumia sekta binafsi pale ambapo inadhani haiwezi kutekeleza baadhi ya vitu yenyewe kama yenyewe, itumie sekta binafsi ili sekta binafsi iweze kutekeleza kwa niaba yake. Tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ya wezeshi kwa ajili ya ukuaji wa sekta binafsi, ili sekta binafsi iweze kuchangia katika utekelezaji wa dira maendeleo ya taifa ile 50% ambayo tumewapangia. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Tanzania kwa kushirikiana na Umoja wa Ulaya EU imejizatiti katika kuhakikisha inatumia kikamilifu fursa za kuvutia mitaji kutoka bara la Ulaya kwa kuongeza jitihada za kuunganisha sekta binafsi Tanzania na wawekezaji wa Ulaya. Tupate undani wa taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa huduma za uwekezaji kutoka Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi TISEZA, James Maziku, wakati wa mkutano wa maandalizi ya ushirikiano wa uwekezaji kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya uliolenga kufungua fursa zaidi za uwekezaji kati ya sekta binafsi za pande hizo. Tanzania tuna madini mengi ambayo tunaita ni critical minerals. Ukiacha madini yaliyozoeleka kama dhahabu pamoja na diamond, bado tuna madini kama graphite, tuna lithium, tuna cobalt. Haya madini yote yanakwenda kutumika kwenye teknolojia za kisasa ambazo dunia zinaelekea. Akizungumza katika uzinduzi wa kampeni kuelekea jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya, mkuu wa ushirikiano wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Mark Stalmas, amesema Umoja wa Ulaya una fursa ya kuiletea Tanzania teknolojia, ujuzi na utaalamu mbalimbali, huku Tanzania ikiwa na fursa kubwa za kushirikiana na sekta binafsi ya Ulaya, ikiwemo katika biashara ya malighafi muhimu na maeneo mengine ya kiuchumi. Wanataka kushirikiana na kuwekeza sio tu kwenye kuzalisha, lakini kuhakikisha kwamba kwenye kama inahitaji processing, kahawa ni korosho, lakini ambayo inahitaji kufanya packaging, yani kuweza kuifungasha. The private sector from this country, the government of this country, our own instrument and our private sector in Europe could be meeting together to establish business and to establish commercial relationship between the two sides. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10.
Haya, serikali imewaagiza wataalamu wanaosimamia mipango na bajeti katika wizara na taasisi mbalimbali nchini kuzingatia nidhamu ya matumizi ya fedha za umma ili kuboresha utekelezaji na usimamizi wa bajeti ya serikali. Hayo yamebainishwa na Naibu Katibu Mkuu Wizara Fedha Nsubili Joshua kwa niaba ya Katibu Mkuu wa wizara hiyo Dr. Natu Elmamri Mwamba wakati akifungua kikao kazi cha tathmini na uandaji na utekelezaji wa bajeti kwa wataalamu kutoka wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na sekretarieti za mikoa za mamlaka ya serikali za mitaa katika ukumbi wa Kambarage Treasures Square, Dodoma. Amesema ni muhimu kwa wataalamu hao kuwa na vikao vya kamati za bajeti kwa ajili ya kupanga, kuweka vipaumbele na kugawana rasilimali fedha za mafungo yao, akisisitiza utekelezaji wa majukumu ya taasisi kwa mujibu wa bajeti iliyoidhinishwa. Kwa upande wake, Kaimu Kamishna wa Idara ya Bajeti Wizara ya Fedha Bwana Raymond Kohelera alieleza kuwa kikao hicho hufanyika kila mwaka kwa ajili ya kutoa fursa kwa wataalam na wadau kujadili kwa kina changamoto zinazojitokeza katika mchakato wa bajeti pamoja na kutoa mapendekezo ya namna ya kuzitatua. Tupate kuwasikiliza. Tujaribu kusisitiza wale ambao bado hawajahuisha strategic plan zao, ni vizuri wakafanya mapema ili kuweza kwenda sambamba na dira 2050, lakini vile vile kwenda sambamba na mpango wa 4 wa miaka 5 pamoja na mipango mingine ya kisekta. Tujadili kwa kina changamoto ambazo tunazipata na mapendekezo ya kutoa changamoto hizo katika masuala ya bajeti. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inayotutamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga hapa na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, kija hapa kutupasha zaidi. Endelea kubaki nasi.